Yes, karibu sana mwanahabari katika chaneli yako hii ya YouTube. Naitwa Junior na hii ni Junior Media, michezo, habari pamoja na burudani. Karibu sana kuweza kupata taarifa mbalimbali zile ambazo zimeweza kutokea ndani na nje ya mipaka ya nchi ya Tanzania. Na taarifa tulizonazo siku hii ya leo ni kwamba mashambulizi mabaya ya Kirusi yameharibu majengo ya makazi ya Kiev katika shambulio la pili ndani ya masaa 24. Urusi ilirusha zaidi ya ndege 100 zisizo na rubani nchini Ukraine usiku kucha na kugonga majengo ya juu wakati wakazi wamelala katika shambulio lake la pili la mauaji huko Kiev ndani ya masaa 24. Msichana mwenye umri wa miaka 19 na mama yake mwenye umri wa miaka 47 walikuwa miongoni mwa watu watatu waliouawa katika mashambulizi ya anga katika mji mkuu wa Ukraine, ambapo watu wengine 29 walijeruhiwa wakiwemo watoto 7. Waziri wa mambo ya ndani wa Ukraine Ihor Kiemenko aliweza kuthibitisha hivyo. Mdogo ana umri wa miaka 4. Meya wa Kiev Vitali Klitschko alisema kwenye Telegram. Wimbi la hivi punde la ghasia lilikuja wakati rais wa Ukraine Volodymyr Zelensky alitoa wito mpya kwa mifumo zaidi ya ulinzi ya makombora ya Patriot, ikiwa ni sehemu ya juhudi pana za kuimarisha ulinzi wa Ukraine dhidi ya mashambulio endelevu ya anga ya Urusi. Jumamosi usiku moto ulizuka katika jengo la makazi ya orofa 9 katika eneo la mji mkuu wa Donetsk, ambapo watu 13 waliokolewa katika orofa za juu. Zaidi ya hayo, ndege isiyo na rubani ya Urusi iligonga gorofa ya juu ya gorofa 16 na kuvunja madirisha kutoka gorofa ya kwanza hadi ya 9. Wafanyakazi wa dharura waliweza kuthibitisha hivyo. Ndege nyingine isiyo na rubani iligonga jengo la juu katika wilaya ya Obolonsky, lakini wazimamoto walisema tovuti hiyo haikuchomwa moto. Kila mgomo wa Urusi ni jaribio la kusababisha uharibifu mkubwa uwezekanavyo kwa maisha ya kawaida, Zelensky alisema siku ya Jumapili. Wiki hii wamekuwa wakigonga majengo ya makazi. Watu wetu, watoto wetu, hawa ndio walengwa wakuu kwa Urusi. Akaongeza kibainisha kuwa Kremlin imefyatua karibu ndege zisizo na rubani 1200, zaidi ya mabomu 1360 ya anga na makombora zaidi ya 50 katika taifa lake katika wiki iliyoweza kupita. Zaidi ya waokoaji 100 na maafisa wa polisi mjini Kiev walijibu mapigo ya usiku wa kuamkia Jumapili, wakiangalia udhibiti wa vyumba vya juu vilivyoteketezwa pamoja na kusafisha vifusi na kubomoa miundo iliyoharibiwa. Kiemenko, waziri wa mambo ya ndani, aliweza kuthibitisha hivyo. Kwingineko jijini, wafanyakazi wanaendelea kwa bidii kuondoa uchafu kutoka kwa shambulio la usiku uliopita. Tahadhari za uvamizi wa anga ziliwekwa katika eneo la Kiev na wilaya jirani kwa karibu saa 1:30 kabla jeshi la anga kuwaita muda mfupi baada ya saa 6 usiku wa Jumapili. Ukubwa wa shambulio hilo ni ukubwa wa uharibifu wake haukujulikana mara moja. Klitschko haikuthibitisha ikiwa majengo hayo yalipigwa moja kwa moja au kupigwa na vifusi vilivyoanguka kutoka kwa silaha zilizoharibiwa. Mifumo ya ulinzi ya anga ya Urusi iliharibu ndege moja isiyo na rubani iliyokuwa ikielekea Moscow. Meya wa jiji hilo Sergei Sobyanin alisema siku ya Jumapili. Rais wa Urusi Vladimir Putin alitembelea kituo cha amri cha vikosi vya Urusi na kukutana na mkuu wa majeshi Valery Gerasimov, ikulu ya Kremlin ilisema siku ya Jumapili. Rais alipewa ripoti ya kina juu ya hali hiyo kwenye njia ya mawasiliano, ilisema taarifa ya Kremlin. Hata hivyo, Ukraine inahitaji bomba la mara kwa mara la silaha
kutoka kwa washirika wake ili kujilinda dhidi ya makombora ya Urusi na drones, mara nyingi 100 kadhaa kwa usiku mmoja. Mashambulizi mabaya ya mara kwa mara yamesisitiza upungufu katika ulinzi wa anga wa Ukraine. Shambulio la usiku wa kuamkia Jumamosi liliua takriban watu 4 nchini Ukraine na kusababisha Zelensky kuomba mifumo zaidi ya makombora Patriot ili tuweze kulinda miji yetu kutokana na hofu hii. Rais wa Marekani Bwana Donald Trump amekuwa akishinikiza kuwepo kwa makubaliano ya amani kati ya Ukraine na Urusi, lakini majaribio hayo yamepiga hatua kidogo hadi hivi sasa. Baada ya Trump kupigiwa simu na Putin wiki iliyopita, alikuwa na hakika kwamba kuna maendeleo ya kutosha, ambayo alitangaza kwamba alikuwa akielekea Budapest hivi karibuni kwa mkutano wa kibinafsi. Siku 5 baadaye mkutano huo ulikuwa umezimwa na vikwazo vipya dhidi ya Moscow vilianza. Haikuwa sawa kwangu, Trump alisema Jumatano. Haikuhisi kama tungefika mahali tunapaswa kufika, kwa hiyo niligairi. Alionyesha hali ya kukata tamaa siku ya Jumamosi alipokuwa akisafiri kwa Air Force One kuelekea Malaysia, ambapo anaanza siku 5 za diplomasia ya kimbunga katika eneo hilo. Trump aliwaambia waandishi wa habari kuwa hana mpango wa haraka wa kupanga mkutano na wenzake wa Urusi Vladimir Putin, akisisitiza kwamba mkutano wowote wa kilele utalazimika kusubiri hadi makubaliano ya amani kati ya Urusi na Ukraine yaonekane kuweza kufikiwa. Itanibidi kujua kwamba tutafanya makubaliano, Trump aliwaambia waandishi wa habari ndani ya Air Force One alipokuwa akisafiri kwenda Asia. Sitapoteza muda wangu siku zote. Nimekuwa na uhusiano mzuri na Vladimir Putin, lakini hii imekuwa ya kukatisha tamaa sana, aliongeza hivyo. Rais tena alisema alitarajia kusuluhisha mzozo kuwa rais, akibainisha, ninaweza kusema karibu makubaliano yoyote ambayo nimeyafanya nilizani angekuwa magumu zaidi kuliko Urusi kuliko Ukraine, lakini haikufanikiwa kwa njia hiyo. Na mwana habari, nikushukuru sana kwa kuungana nami. Hizi zilikuwa ni taarifa za kimataifa kutokea huko nchini Urusi pamoja na Ukraine, ambapo taarifa zinasema shambulio mabaya ya Kirusi yameharibu majengo ya makazi ya Kiev katika shambulio la pili ndani ya masaa 24. Ulikuwa nami, naitwa Junior na hii ni Junior Media, michezo, habari pamoja na burudani. Usisahau kusubscribe, share, like na kucomment ili uweze kuwa mtu wa kwanza kupata kila aina taarifa pale ambapo tunakuwa tumepandisha taarifa hizi hewani. Kutoka hapa sina la ziada, lakini kikubwa kabisa ni kukumbushe tu usisahau kusubscribe ili kuwa karibu na taarifa hizi pale ambapo tunakuwa tumezipandisha hewani. Kutoka hapa sina la ziada, nikuage na nikutakia usikivu mwema vipindi vingine vinavyoendelea ndani ya YouTube channel yako. Kwaheri na uwe na siku njema. Bye bye.